nasi hapa siku ya leo, napenda niwapitishe kwenye taarifa fupi, nikianzia kwenye yaliyomo taarifa ya kamati, ambayo ni taarifa ya mgogoro wa kiwanja namba 317 Regent Estate, kata ya Mikocheni, manispaa ya Kinondoni, Dar es Salaam. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, taarifa yetu ina maeneo yafuatayo. Tuna utangulizi, vile vile tuna kazi zilizofanyika tumezieleza ndani ya taarifa yetu. Vile vile kuna hadidu za rejea ambazo kimsingi tulikuwa nazo wakati tunaanza hili zoezi la kuandaa taarifa hii, ambako kuna mambo pia ndani humo yamejadiliwa na imechambua kwenye hizo hadidu za rejea. Vile vile tuna maelezo ya mashahidi na uchambuzi wake. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tuliohoji watu kadhaa kwenye kamati, tumeweka uchambuzi wake humu ndani ya taarifa na maelezo kuhusu ya walichokieleza mbele ya kamati. Baada ya hapo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, taarifa yetu ina yaliyobainika, maoni na mapendekezo. Taarifa yetu hapo itakuwa imekamilika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa kuanza ningependa tu nisome utangulizi kidogo na nipite kwenye maeneo machache kwa ufupi kwa ajili ya Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila alipokea malalamiko kutoka kwa Godfrey Shuma na Kalista Shuma dhidi ya familia Evelyn Chiomba kuwaondoa katika nyumba yao iliyopo kiwanja namba 317 Regent Estate, eneo la Mikocheni, walilokuwa wakiishi na kumiliki kwa hati namba 21221. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, baada ya kupokea malalamiko haya, Katibu Tawala wa Mkoa kwa upande wake aliunda kamati kwa ajili ya kushughulikia mgogoro huu. Aidha, kamati hiyo iliteuliwa kwa maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa ajili ya kufanyia kazi mgogoro husika, na kamati ilipewa siku 15 kuanzia tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2026 hadi tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2026. Kamati hiyo ilijumuisha wajumbe kutoka ofisi ya Mkuu wa Mkoa, ofisi ya Kamishna wa Ardhi Dar es Salaam, ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa Kinondoni, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa yaani TAKUKURU, ofisi ya DSO, ofisi ya taifa ya mashtaka NPS na jeshi la polisi Tanzania. Aidha, uteuzi za wajumbe ulizingatia maeneo mbalimbali ya kitaaluma. Kamati ilifanya kikao cha kwanza tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2026 katika ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam kwa lengo la kuandaa na kupitia hadidu za rejea kulingana na asili ya mgogoro husika. Lengo ilikuwa ni kupata uelewa pamoja, kuangalia namna bora ya kushughulikia mgogoro huu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, vile vile napenda nikupitisha kwenye kazi zilizofanyika. Katika ufuatiliaji wa mgogoro huu, kamati ilifika eneo la tukio na kupata taarifa za awali. Aidha, kamati ilifanya mahojiano na watu mbalimbali ambao iliamini wana taarifa zinazohusiana na mgogoro huo, wakiwemo Bi Evelyn Chiomba, Flora Chiomba, Faustin Luzangi, Leslie Shuma, Abdul Ali ambaye alikuwa ni dereva, Neema Kangopo, Godfrey Shuma na Kalista Shuma. Pia kamati iliweza kukusanya na kuchakata nyaraka mbalimbali kutoka kwa wahusika wa mgogoro huu pamoja na kupitia kumbukumbu zilizopo katika ofisi za Wizara ya Ardhi, Baraza la Ardhi na Nyumba la Wilaya ya Kinondoni na Mahakama Kuu Masjala ya Dar es Salaam kitengo cha ardhi. Aidha, uchunguzi umezingatia nyaraka rasmi, ushahidi wa mashahidi pamoja na mifumo ya kisheria iliyokuwa ikitumika wakati wa uhamishaji wa miliki husika, hususan sheria ya ardhi ya zamani yaani Land Ordinance pamoja na sheria zilizofuata. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika kutekeleza majukumu ya kamati ilikuwa na hadidu za rejea zifuatazo. A, ilikuwa ni kuchunguza historia ya umiliki wa kiwanja namba 317 Regent Estate kuanzia umiliki wa awali hadi sasa. B, kuchunguza mauziano ya kiwanja hicho. C, kufanya tathmini ya sheria zilizotumika wakati wa uhamishaji wa miliki. D,
kufanya mapitio ya mashauri mbalimbali yaliyofanyika na kujiridhisha juu ya uamuzi wa mahakama na utekelezaji wake. Kuandaa taarifa na kuwasilisha kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo hizo ndio zilikuwa adidu za rejea ambazo kamati ilienda nazo kwa ajili ya kukamilisha kazi husika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ningependa pia nikupitisha kwenye historia kidogo ya umiliki kwa ajili ya kupata uelewa. Kwa mujibu wa kumbukumbu zilizopo kwenye ofisi za Wizara ya Ardhi Mkoa wa Dar es Salaam, kiwanja namba 317 Regent Estate Dar es Salaam kilisajiliwa mnamo tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 1977 kwa hati namba 21221 yenye miliki ya miaka 33 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 1976 na kuandikishwa kwa jina la Rafael Andrea Chiomba wa SLP 9113 Dar es Salaam. Tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 1977 ofisi ya msajili wa hati ilipokea maombi ya kusajili rehani kwenye hati hii kutoka Taasisi ya Fedha ya Tanzania Housing Bank, ikiwa ni dhamana ya mkopo uliotolewa kwa mmiliki wa rehani hiyo, ikisajiliwa kwa nyaraka ya usajili yenye namba 6764. Hata hivyo, mnamo tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 1994 rehani hiyo ilifutwa kwa nyaraka ya usajili yenye namba 86330, hatua ambayo kisheria inaondoa kabisa mzigo, yaani kwa kitaalamu encumbrance, iliyokuwa umewekwa juu ya kiwanja husika. Rejea kielelezo E15 ambacho tumeambatanisha pamoja na taarifa hii. Mnamo tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 1995 ofisi ya msajili wa hati ilipokea maombi kutoka kwa Hassan Maadhi ya kusajili uhamisho wa miliki hii kutoka kwa Rafael Chiomba, yaani muuzaji, kwenda kwa Hassan Maadhi wa SLP namba wa SLP 3401 Dar es Salaam ambaye alikuwa ni mnunuzi, kwa kuwasilisha nyaraka za mauziano na fomu zingine za ardhi zilizosainiwa mwaka 1980, na uhamisho huo ulisajiliwa kwa nyaraka za usajili yenye namba 100543. Mauziano ya kiwanja. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kuhusiana na mauziano ya nyumba iliyopo kiwanja namba 317 Regent Estate Dar es Salaam, kwa mujibu wa kumbukumbu zilizopo katika ofisi za Wizara ya Ardhi Mkoa wa Dar es Salaam, ilihamishwa kwa kutumia nyaraka za uhamisho wa miliki, yaani mkataba wa mauziano, pamoja na fomu nyingine zinazotambulika na sheria ya ardhi ya zamani, yaani Land Ordinance. Aidha, mkataba unaonekana kusainiwa na Rafael Andrea Chiomba kama muuzaji na Hassan Maadhi kama mnunuzi mwaka 1980. Baada ya maombi ya uhamisho wa miliki kuwasilishwa katika ofisi ya msajili wa hati, maombi hayo yalisajiliwa tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 1995. Rejea kielelezo E1 ambacho tumekiambatisha kwenye taarifa yetu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, napenda pia nikupitisha kwenye taarifa yetu kwenye mapitio ya sheria wakati wa uhamishaji wa miliki. Kwa kuwa uhamisho wa awali wa miliki ulifanyika mwaka 1995 kabla ya kutungwa kwa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999, basi uhalali wa miamala hiyo unapimwa kwa kuzingatia Land Ordinance Cap 113. Hii Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni sheria ya zamani kabla ya sheria tuliyokuwa nayo ya ardhi ya sasa. Vifungu kadhaa vinaeleza kwa kina kuhusu uhamisho wa miliki ya ardhi, yaani transfer of right of occupants. Hii ni pamoja na taratibu, masharti na mamlaka zilizohusika. Hapa chini ni vifungu vinavyohusika na uhamisho wa miliki. Tumeweka vifungu kadhaa ambavyo sitotaka kuingia kwa undani, nitavitaja tu ambavyo kimsingi tumevitumia katika uchambuzi wa taarifa yetu kwa kutumia ile sheria ya Land Ordinance Act Cap 113. Kamati ilifanikiwa kupitia kifungu cha 19, yaani disposition of right of occupants, kifungu cha 20 ambacho kilikuwa kinahusiana na usajili, yaani registration of title, kifungu cha 23 indivisibility of title, kanuni ya doctrine of notice ambayo ni namba 4, ambapo hii inasema mnunuzi alipaswa kujiridhisha kuhusu hali halisi ya umiliki kabla ya kununua, yaani mnunuzi wa nia njema, bona fide purchaser for value without notice, ambaye hulindwa kisheria. Hivyo kwa kuzingatia ushahidi uliokusanywa na kumbukumbu za usajili, uhalali wa mwaka 1995, uhamisho kutoka kwa Andrea Chiomba kwenda kwa Hassan Maadhi ulisajiliwa rasmi
tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 1995 kwa mujibu wa kifungu cha 19 na kifungu cha 20 cha Land Ordinance. Usajili huo unaipa nguvu kisheria miamala iliyofanyika, uhamisho uliofuata, yani subsequent transfer. Uhamisho wa baadaye kwenda kwa Godfrey Japhet Shuma na Kalista Shuma ulifanyika na kusajiliwa kisheria, hivyo unalindwa chini ya principle of indivisibility of title, kifungu cha 23 ambayo nilitaja hapo juu. Hoja ya kugushi. Ingawa kulikuwa na madai ya kugushi, mahakama zenye mamlaka, yani mahakama ya wilaya, mahakama kuu na mahakama ya rufani hazikuthibitisha madai hayo kwa kiwango cha kubatilisha usajili. Hivyo kisheria usajili unaendelea kuwa halali. Maamuzi ya mahakama. Kamati imebaini kuwa shauri la mirathi namba 29 la mwaka 95 lilitenguliwa kwa kukosa mamlaka. Taarifa zote zilizofuata hazikufanikiwa. Rufaa zote zilizofuata hazikufanikiwa. Rufaa ya mwisho iliondolewa na mahakama ya rufani. Hivyo hadi sasa hakuna amri ya mahakama inayobatilisha umiliki uliosajiliwa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hapa tukumbuke umiliki ilishasajiliwa. Namba 4, mapitio ya mashauri. Kamati pia ilipitia mashauri mbalimbali yaliyowahi kufanyika kuhusiana na kiwanja namba 317 Regent Estate Mikocheni, yakiwemo, nitapita tu nikiyataja kwa sababu ya kuokoa muda. Kamati ilifanikiwa kupitia shauri la mirathi namba 29 la mwaka 1995 ambalo katika shauri hili ni shauri la mirathi ambalo lilifunguliwa mahakama ya mwanzo Kawe na Bi Evelyn Chiomba, ambaye aliomba mahakama ateuliwe kuwa msimamizi wa mirathi ya marehemu mume wake ambaye ni Rafael Andrea Chiomba. Shauri lingine ambalo tulipitia lilikuwa ni shauri namba 84, shauri namba 84 la mwaka 2014 ambapo shauri hili lilifunguliwa mahakama kuu kitengo cha ardhi mwaka 2014 na Bi Evelyn Chiomba dhidi ya Godfrey Shuma na mkewe Kalista Shuma, rejea kielezo E3 katika shauri hili. Maombi yalikuwa ni katika shauri hili, maombi yalikuwa ni kama ifuatayo: moja, mahakama itoe tamko kuwa hakukuwa na mauziano halali ya nyumba iliyopo kwenye kiwanja namba 317. Mahakama itoe tamko kuwa hakukuwa na mauziano halali ya kisheria kati ya Hassan Maazi na Mr. and Mrs. Godfrey Shuma. Tatu, mahakama itoe tamko kuwa makosa ya kugushi yaliyofanywa na wadaiwa, yaani Hassan Maazi na Mr. and Mrs. Godfrey Shuma, ilibatilisha mauziano yote yaliyofanyika. 4, mahakama itoe amri kuwa eneo hilo la mgogoro ni mali ya Bi Evelyn Chiomba kwa nafasi ya usimamizi wa mirathi ya marehemu Rafael Andrea Chiomba. 5, mahakama itoe amri wadaiwa wamlipe Evelyn Chiomba fedha zenye thamani ya nyumba kwa makadirio ya kiasi cha shilingi milioni 900. Vile vile mdai apewe fidia ya usumbufu wote aliopata kiasi cha shilingi milioni 500. Mwisho, mahakama itoe amri kuwa wadaiwa wamlipe gharama za kesi Bi Evelyn Chiomba pamoja na haki nyingine yoyote ambayo mahakama itaona inafaa. Hata hivyo, mahakama iliondoa shauri hili baada ya wakili wa Bi Evelyn Chiomba kuomba kufanya marekebisho ya hati ya madai baada ya usuluhishi kushindikana. Hivyo, suala la umiliki halikuamuliwa na kuhitimishwa na mahakama kuu kitengo cha ardhi. Kuna shauri lingine, shauri namba 75 la mwaka 2020. Shauri hili lilifunguliwa na mahakama ya wilaya ya Kinondoni mwaka 2020 na Godfrey Japhet Shuma na Bi Kalista Godfrey Shuma dhidi ya Evelyn Chiomba, rejea kielelezo E4 ambacho tumekiambatisha kwenye taarifa yetu. Maelezo ya mahojiano ambayo singependa niyasome hapa. Tumeweka maelezo ya wahusika wote ambao kamati imefanikiwa kuwahoji. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba sasa nijielekeze kwenye yaliyobainika na kamati, kisha nitamalizia na ushauri wa kamati. Yaliyobainika. Namba 1, kamati imebaini kuwa kiwanja namba 317 Regent Estate ilisajiliwa awali mnamo tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 1977 kwa hati namba 21221 yenye miliki ya miaka 33 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 1976 na kuandikishwa kwa Rafael Andrea Chiomba wa SLB 9113 Dar es Salaam, rejea kielelezo E9 ambacho tumeambatisha kwenye taarifa yetu. Namba 2,
Kamati imebaini kuwa tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 1977 ofisi ya msajili wa hati ilipokea maombi ya kusajili rehani kwenye hati hiyo kutoka taasisi ya fedha ya Tanzania Housing Bank, na rehani hiyo ikasajiliwa kwa nyaraka ya usajili yenye namba 67604. Hata hivyo, mnamo tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 1994 rehani hiyo ilifutwa kwa nyaraka ya usajili yenye namba 86330, rejea kielelezo E10. Namba 3, kamati ilibaini kuwa tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 1980 kiwanja namba 317 chenye miliki ya Rafael Andrea Chiomba kiliuzwa kwa Hassan Mahadhi kwa mkataba uliosimamiwa na Tanzania Legal Corporation, rejea kielelezo E2. Namba 4, kamati ilibaini kuwa tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 1995 ulifanyika uhamisho wa miliki kutoka kwa Rafael Chiomba kwenda kwa Hassan Mahadhi ambaye ni mnunuzi, rejea kielelezo E2 cha taarifa yetu. 5, pia kamati ilibaini kuwa tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 1980 Hassan Mahadhi alimuuzia Godfrey Shuma na Kalista Shuma na uhamisho wake ulikamilishwa na ofisi ya msajili tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 1995, rejea kielelezo E2. 6, kamati imebaini kuwa shauri la mirathi namba 29 la mwaka 1995 lilitenguliwa kwa kukosa mamlaka, na pia rufaa zote zilizofuata hazikufanikiwa na rufaa ya mwisho iliondolewa katika mahakama ya rufani, hivyo hakuna amri ya mahakama iliyobatilisha umiliki wa Godfrey Shuma na Kalista Shuma. 7, kamati imebaini kwamba uhamisho wa awali wa mwaka 1995 kutoka kwa Chiomba kwenda kwa Mahadhi ulikuwa halali chini ya Land Ordinance sura namba 113, ambapo hata Evelyn Chiomba amekuwa akijulishwa hilo mara kadhaa kwa barua kutoka ofisi ya ardhi mkoa wa Dar es Salaam, rejea kielelezo E11. Namba 8, kamati imebaini kuwa umiliki wa sasa wa Godfrey Shuma na Kalista Shuma umejengwa juu ya usajili halali na hakuna uamuzi wa mahakama uliobatilisha umiliki huo. 9, kamati imethibitisha kuwa tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2012 Godfrey Shuma na Kalista Shuma waliwasilisha maombi ya kuhuisha miliki hiyo katika ofisi ya kamishna wa ardhi mkoa wa Dar es Salaam, na maombi hayo yalikubaliwa, ambapo tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 2012 msajili wa hati mkoa wa Dar es Salaam alisajili maombi hayo ya kuhuisha miliki hiyo na kuifanya kuwa hai mpaka sasa, rejea kielelezo E12 cha taarifa yetu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kamati imebaini kwamba njia alizotumia Flora Chiomba kuingia kwa mabavu kwenye nyumba iliyopo katika kiwanja namba 317 kwa kutumia mabaunsa na kumpiga kijana wa Shuma ni uovu na ukatili, pia ni kinyume na misingi ya sheria. 11, kamati imebaini kwamba nakala ya picha iliyopo kwenye hati ya usimamizi wa mirathi ya mwaka 1995 haina uhalisia ukilinganisha na umri wa Bi Evelyn kwa mwaka husika, rejea kielelezo E13. 12, kamati imebaini kwamba Flora Rafael Chiomba sio mtoto wa kuzaliwa wa marehemu Rafael Chiomba. Hii ni kutokana na mahojiano yaliyofanyika pamoja na uchambuzi wa nyaraka ambazo anasomeka kwa majina ya Flora Jonas Mwasha, ikiwemo hati ya kumpa mamlaka ya kisheria ya kusimamia swala hili, yaani power of attorney, rejea kielelezo E14. 13, kamati imethibitisha kwamba wakati kamati inaendelea kushughulikia mgogoro huu, Flora Chiomba ameendelea kufanya maendelezo pamoja na kupangisha watu kwenye nyumba yenye mgogoro mbele ya nyumba. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba sasa nijielekeze kwenye maoni na mapendekezo ya kamati baada ya kuwa nimekupitisha kwenye yaliyobainika na kamati. Kwa kuwa Godfrey Shuma na Kalista Shuma wa SLB 1283 Dar es Salaam ni wamiliki halali wa kiwanja namba 317 Regent Estate Dar es Salaam, kwa mujibu wa nyaraka zilizoko ardhi, kamati inapendekeza kwamba warejeshwe kwenye miliki yao. B, kamati inashauri kuwa watu wote wanaoishi kwenye nyumba tajwa waondoke mara moja, na kama wana madai yoyote wanaweza kutafuta haki zao katika vyombo vyenye mamlaka ya kusikiliza na kutatua mgogoro husika. C, kwa kuwa Mahakama Kuu kitengo cha ardhi akikuamua kuhusu umiliki wa kiwanja tajwa katika shauri namba 84 shauri la mwaka 2014, kamati inashauri kwamba
Ikiwa Bi Evelyn Chiomba anadhani bado ana haki ya msingi juu ya umiliki wa kiwanja tajwa, ni vyema afuate utaratibu wa kisheria kwa kuwasilisha madai yake katika mahakama yenye mamlaka ya kusikiliza mashauri haya. D. Kwa kuwa Bi Evelyn Chiomba alivamia akiwa na mabaunsa na kumwondoa mmiliki halali ambaye ni Godfrey Shuma na Kalista Shuma kwenye nyumba tajwa na kuendelea kuishi, kamati inashauri kwamba mvamizi aondolewe haraka kwenye eneo alilovamia, kwani inaweza kuleta madhara makubwa katika jamii. Hii kamati inashauri kwamba waliohusika kuondoa familia ya Godfrey Shuma kwenye nyumba tajwa kinyume na utaratibu wachukuliwe hatua za kisheria. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, haya ndio maoni ya kamati, ambapo kimsingi taarifa yetu ina viambatisho kadhaa ambavyo tumeviambatisha pamoja na hii taarifa. Kwa hiyo napenda tu kusema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, huu ndio mwisho wa taarifa yetu.